upande wa jamhuri walitoa taarifa ya notice ya kwenda mahakama ya rufani, wakiomba mahakama ya rufani iweze kufanya marejeo dhidi ya uamuzi ambao ulikuwa umetolewa na mahakama kuu, baada ya mahakama kuu hiyo jana kuwa imeamua kwamba maelezo yale ya nyongeza ambayo walitoa taarifa au notice ya kwamba wangependa yaongezwe, baada ya mahakama kuu kukataa kwamba kitendo kile kilikuwa ni kinyume na matakwa ya kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa mtakumbuka pia kwamba baada ya ubishani wa juzi na wakati mahakama kuu inaahirisha shauri juzi, Jaji Ndunguru ambaye ni kiongozi wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu alitoa amri akisema siku ya jana watatoa uamuzi, wanaahirisha kwa ajili ya wapate muda wa kuweza kuandika uamuzi mdogo, na kwamba baada ya kusoma kwa uamuzi mdogo siku ya jana mahakama ingeweza kuendelea kusikiliza mashahidi wengine. Na kwa sababu hiyo akaelekeza, ikiwa ni amri ya mahakama, kwamba majaji upande wa jamhuri wahakikishe wameandaa mashahidi wengine, ili sasa baada ya mahakama kuu kusoma uamuzi wake mdogo, basi mahakama iweze kuendelea kusikiliza ushahidi wa mashahidi wengine ambao wangekuwa wameandaliwa na jamhuri. Sasa siku ya jana ilipofika mahakamani, kama ambavyo mahakama ilikuwa imeelekeza, mahakama ilikuwa tayari imeshaandika na imeshaandaa uamuzi wake mdogo, na uamuzi huo ulisomwa, na matokeo yake mahakama ikakubaliana na hoja za Mheshimiwa Lissu kwamba notice iliyoomba kutolewa kwa mujibu wa kifungu cha 308, kifungu kile hakiruhusu, kifungu kilikuwa hakitambue notice hiyo, na hivyo ikawa imekosa mashiko kisheria. Kwenye sheria tunasema ni incompetent. Ile taarifa ilikuwa ni incompetent, kwa hiyo madhara yake au remedy yake ilikuwa ni kutupiliwa mbali kwa ile notice. Sisi kwenye sheria tunasema kustrike out ile notice. Sasa baada ya mahakama kuu kuwa imestrike out ile notice ambayo ilikuwa ndio pingamizi ambalo Mheshimiwa Lissu aliweka dhidi ya taarifa ya notice, wote tulitarajia kwamba jamhuri tutaendelea na kusikiliza kesi kwa upande wa jamhuri, kwa sababu tayari siku ya nyuma yake kulikuwa na maelekezo ya mahakama kwamba upande wa jamhuri wahakikishe wanaandaa mashahidi, ili siku ya jana baada ya kusoma kwa uamuzi huo mdogo, vyovyote vile ambavyo ungetoka ilikuwa ni lazima mahakama iendelee. Kwa hiyo upande wa jamhuri wakapewa taarifa na wakapewa fursa sasa ya kuita mashahidi wao wengine ili mahakama iweze kuendelea. Sasa na baada ya kupewa fursa hiyo, upande wa jamhuri jana waliomba kwamba wanaomba kama risali moja, wakisema wanakamilisha utaratibu wa kumwandaa shahidi wao, na mahakama ikaahirishwa jana. Jaji Ndunguru akisema mahakama kuu ingerejea majira ya saa 5 asubuhi kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa shahidi mwingine. Sasa saa 5 ilifika, si upande wa jamhuri waliokuwepo. Saa 6 si upande wa jamhuri walikuwa hawajafika. Saa 7 upande wa jamhuri hawakuwepo, na ilipofika saa 8 mchana mahakama ikajikonsult tena kwa maana ya kurejea. Sasa upande wa jamhuri waliporejea, walisema wamefanya tafakuri ya uamuzi mdogo uliotolewa, na wamesoma sheria ya inayogovern the Appellate Jurisdiction Act, na wakasema baada ya kupitia sheria hiyo na kuangalia mamlaka ya mahakama ya rufani, na wakaangalia kanuni za mahakama ya rufani, wakasema kwamba wanaitaarifu mahakama kwamba wameandaa notice ya wao kuomba mahakama ya rufani kufanya marejeo ya huo uamuzi mdogo. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu walitoa hiyo taarifa, kwa maneno mengine ni kwamba shauri la chini wakaomba lisimame ili kupisha mahakama ya rufani mpaka itakapofanya, yani mpaka itakapopitia hayo marejeo ambayo wao wanadai wameyapeleka. Ni marejeo kuhusu nini? Kuhusu uamuzi mdogo ambao mahakama kuu ilikuwa imefanya. Sasa kwenye sheria ni jambo kidogo la kushangaza, kwa sababu ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka inafahamu kwamba hakuna rufaa, hakuna marejeo yoyote yanaweza kuombwa kwenye masuala ambayo yametokana na uamuzi mdogo, tunaita intellectual orders. Hakuna sheria inazuia hilo jambo, lakini wao kwa sababu ambazo wameziona, sijui wamezitoa wapi, tumeshangazwa kwamba wamepeleka hiyo notice na wanaomba mahakama ya rufani ikafanye kazi hiyo ambayo wanajua kwamba hiyo kazi haipo na ni makosa, ni kinyume pia na matakwa ya sheria. Sasa umesema
ni nini impact ya hilo jambo? Impact ya hilo jambo ambayo haizungumzwi na watu wote ni kwamba, kwa maneno mengine au kwa maneno ambayo ni rahisi tu, maneno ambayo hayawezi yakapingana, ni kwamba upande wa jamhuri au upande wa serikali wamekwenda kupaki basi mahakama ya rufani. Yaani ni kama wamechoka na kudhalilika, ni kama wamechoshwa na jinsi ambavyo Mheshimiwa Lissu anawafanya mashahidi wao. Kwa hiyo kwa njia nyepesi, kwa njia za wanasema za tekniki, kwa njia ambazo ni za kiufundi, kwa sababu za kiufundi wameamua kupeleka hilo jambo kwenda kulipaki kule mahakama ya rufani, ili angalau kuweza kuepukana na hayo madhira ambayo wanakutana nayo. Lakini madhara yanayotokana na hiyo, wanajua kwamba mahakama ya rufani haiwezi ikafanya hayo marejeo kama wanavyotaka, na itayasikiliza, na baada ya kuyasikiliza itayatupa chini. Kwa hoja zile zile watawaambia hii mahakama hii hakuna marejeo yanayofanywa yanayotokana na uamuzi mdogo, na wakishatupilia manake shauri litapaswa kuja kuendelea mahakama kuu. Kwa maneno mengine, ni nia ile ile ambayo haitokani na Lissu kufanya makosa, ni nia ile ile ya sababu za kisiasa, twende tukamweke kula endelee kukaa ndani mpaka ambapo hizo nia au dhamira zao wenyewe upande wa jamhuri watakapoona zimetimia au wamemkomoa kwa vya kutosha kwa namna ambayo wao wanafikiri, labda ndo watakapokuja kuendelea na hilo shauri. Lakini hakuna kesi na wao wanajua. Sasa naomba nikupeleke kwenye matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo inasema nini? Dio. Kwa sababu ofisi ya mwanasheria, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka imeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara kubwa B ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukisoma ibara ya 59 B ibara ndogo ya 4 inasema maneno yafuatayo, na nitayasoma kama yalivyoandikwa: katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yoyote au na mamlaka yoyote, na atazingatia mambo yafuatayo: moja, mkurugenzi wa mashtaka atazingatia nia ya kutenda haki, na pili, atazingatia kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji wa haki. Kwa hiyo mwandishi, kwa maoni yangu mimi, kitendo cha mkurugenzi wa mashtaka kuomba marejeo kwa jambo ambalo linatokana na uamuzi mdogo, huku akijua kwamba jambo hilo halipo kwa mujibu wa sheria, ni matumizi mabaya ya taratibu za utoaji wa haki, kitu ambacho ni kinyume na matakwa ya ibara ya 59 B kubwa, ile ibara ndogo ya 4 kile kipengele cha B. Kwa hiyo wanachokifanya ni kitu ambacho wanakijua, lakini ninataka kumalizia hapo kwamba kinachofanyika hapo ni uvunjwaji tu wa katiba kama ambavyo imekuwa ikifanyika siku zote, na ni mwendelezo huo ambao wameamua kufanya. Kwa hiyo wako kule na wameomba kwenda huko kwa lengo tu la kwenda kupaki basi, au kwa lengo la kumkomoa mtu anayeitwa Tundu Lissu, kwa sababu labda wao wanaona kila anachokifanya ni kama akiwapendezi. Hicho ndicho ambacho tunaweza kusema na ndicho kilichowapeleka. Sasa kama chama tunafanya nini? Mosi, wajibu wetu ni huu, ni kuambia Watanzania ili wajue ni nini kilichotokea jana, na ili wajue kwamba wenzetu upande wa jamhuri wanaomtuhumu huyu mtu kuwa mhaini, badala ya kusikiliza shauri lao na likafika mwisho ili mahakama iweze kuamua, wameamua kwenda kulipaki kule ili sasa Lissu endelee kukaa ndani bila sababu ya msingi, na huku wakijua kwamba kufanya hivyo ni kinyume cha sheria na ni uvunjifu pia wa katiba na ni matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki hapa nchini. Kwa bahati mbaya sana, huo utaratibu na uvunjifu unafanywa na ofisi ambayo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepewa wao madaraka na mamlaka ya kuweza kusimamia haki. Kama ofisi iliyopewa mamlaka inatumia mamlaka hayo vibaya, unafikiri ni nini ambacho kinaweza kufanyika? Hapa ndipo hoja yetu ya katiba mpya na mabadiliko ya mifumo ya utoaji haki hapa nchini inapoingia. Ni lazima tuwe na sheria, tuwe na katiba na tuwe na mamlaka na vyombo ambavyo haviogopi na vina uwezo wa kusimamia matakwa ya katiba kama yalivyo. Sio kwa sababu inampendeza mtu. Ingekuwa na utaratibu, mahakama ingekuwa ina mamlaka, jana ingepaswa kuangalia hicho ambacho kinaomba kama kinaweza kikaleta matokeo tarajiwa, na kama mahakama ingegundua jana kwa mfano kwamba haya ni matumizi mabaya ya muda na ni matumizi mabaya ya utoaji wa haki, jana mahakama ingekataa, ingewaambia hapana, hiyo notice mnaoitoa na mnajua implication yake kwamba hakuna kitu kama hicho huko mbele, kwa hiyo tusipotezeane muda.
aidha leteni mashahidi au kama hamna mashahidi huyu mtuhumiwa tunamwachia. Ungefika hapo tungesema at least kuna vitu ambavyo kama taifa tuna progress au tuna make progress kwenda mbele, lakini kwa sababu mahakama imefungwa by mere fact kwamba hiyo notice imekuja, basi mahakama hii ilikuwa imefungwa mikono na shauri likaahirishwa mpaka hapo mahakama ya rufani itakaposikiliza hayo maombi ya marejeo na kutolea uamuzi, ndio kesi itaendelea. Kwa hiyo implication yake ni hiyo. Ambacho tunapaswa kufanya sisi kama chama, tutafanya kazi yetu ya kisiasa, tutafanya kazi ya kisiasa pia kuambia wanachama ambao mwenyekiti wao yuko ndani nini kimetokea, position ya sheria ni nini, nani anayemuonea mwenzie, na kazi hiyo tutaifanya ndani na nje ya nchi ili kila mtu ajue na ajue haya mambo tunayoyafanya jinsi yalivyo.